Yesu aliposhuka majini, Yohana alipoweka mikono yake juu ya Yesu, ilikuwa ni ishara sasa ya dhambi ya ulimwengu wote imewekwa juu ya mwili wa Yesu Kristo kama mwanakondoo. Ndio maana maandiko yanazungumza, yanasema Yesu alizibeba dhambi zetu juu ya mwili wake. Alizibeba lini? Wakati ambapo Yohana aliweka mikono yake juu ya Yesu akitaka kumbatiza, kwa sababu Yohana alimuona Yesu akija kama mwanakondoo, sio kama Yesu. Manake Mungu alimfungua macho Yohana, akamuona Yesu kama mwanakondoo mwenye kuichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alipomwekea mikono yake juu ya Yesu Kristo, ilikuwa ni ishara sasa dhambi ya ulimwengu wote inahamia juu ya Yesu Kristo ambaye ni mwanakondoo. Yesu anapitia mchakato wote kama vile ambavyo wanakondoo kwenye Agano la Kale walikuwa wakipitia. Kwa hiyo alikaguliwa na makuhani. Ndio maana unakuta kuna mahali Yesu alipelekwa kwa Pilato, akapelekwa kwa Kayafa, wote wakasema sioni hatia juu ya huyu mtu. Maanake alikuwa akikaguliwa kama mwanakondoo kwenye Agano la Kale, ambavyo kuhani alikuwa anakagua ili aonekane hana hatia, aonekane hana dhambi, anafaa kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo naye Yesu alikaguliwa vivyo hivyo kama mwanakondoo wa Mungu mwenye kuichukua dhambi ya ulimwengu, na Mungu alihakikisha hilo jambo linafanyika mbele ya makuhani, kwa sababu hatua ya mwisho makuhani ndio waliopitisha kwamba Yesu anatakiwa kufa. Maanake makuhani ndio waliotoa ridhaa yao kwamba huyu mwanakondoo tumemkagua, kwa kweli hatujaona akiwa na hatujaona akiwa na hatia, na kwa sababu hiyo anafaa kufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi la ulimwengu wote.